Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu wasikilizaji wetu watukufu, katika siku hii ya leo, hebu naomba nikakuletee darsa ambalo hili darsa tunasema kwamba soma jina hili mara 145 ili kupata hisia zilizokuwa kali juu ya tukio lolote au jambo lolote ambalo linataka kukutokea mbele yako. Hisia, yani unaweza ukaenda sehemu ukakaa, alafu ghafla ukapata hisia kwamba hapa sio sehemu salama. Kitendo tu cha kuondoka, huku nyuma unapata taarifa, bwana pale ulipokuwa umekaa ghorofa limeanguka bwana, watu wamekufa waliokuwa wamekaa pale. Au pale kuna polisi wametokea wamekamata watu sana bila kujali huyu nani wala huyu nani. Au pale kuna hivi. Au ile gari uliyotaka kuipanda imepata ajali. Mungu mwenyewe ndo alikunusuru kuto kupanda ile gari. Kwa kifupi unakuwa na hisia, yani hata ukitaka kusafiri akili yako inakwambia kabisa hii gari hapana, sio. Akili inakataa, unaacha, na kweli ile gari inakuwa ina shida. Kwa kifupi, ukisoma dua hii, Mungu atakuwa anakupa hisia za tofauti za habari zako ambazo unataka kuzifanya. Kabla haujafanya utakuwa umekwisha shtukia hichi kitu huenda kikawa hivi ama vile. Hii ndio dua leo tunayokwenda kuisoma insha Allah. Lakini jambo lingine pia, dua hii itakuwa inafanana kama na ya jana, na yenyewe ina kipengele cha kuona mambo ya siri kupitia ndoto. Yaani kupitia ndoto zako utakuwa unapewa habari katika usingizi juu ya mambo yanayojitokeza au yanayotaka kujitokeza ukisoma dua hii. Lakini kadhalika utaondosha tabia ya kusahau katika mwili wako. Ikiwa una asili ya kusahau, yaani unaweka kitu hujui umeweka wapi, unasahau pesa, unasahau mambo mbalimbali, hata masomo darasani unaposoma unakuwa msahaulifu, basi ndugu yangu soma dua hii, wallahi utapata matumaini makubwa dhidi ya kile ambacho kimekuwa kikikusibu katika maradhi ya kusahau. Sasa basi, dua hii itakusaidia katika haya ambayo tumeyaeleza, sambamba na kukupa hisia za tukio lolote linalotaka kutokea. Ndio pale utamkuta mtu anakuambia yule bwana mchawi bwana, kaondoka yeye tu ndo ametokea tatizo hapa, lakini wakati yeye yupo halikutokea tatizo. Na yule mtu kajuaje kama kutatokea shida mpaka kaamua kuondoka? Kumbe ni zile hisia ambazo Allah anakupa. Yaani Mungu hukuletea hisia na kukujulisha kabla tukio halijatokea. Tayari umekwisha anza kuwa na mashaka na sehemu ulipo, na ukiondoka kweli kunatokea tukio. Sasa yote haya baadhi ya mashekhe wanazo hizi tabia za kwamba na hisia kubwa katika maisha yao, lakini tabia hizi sio kwa kitu kingine isipokuwa kwa kukithiri kuisoma dua hii, aidha jina hili ambalo leo tunalokwenda kukufundisha insha Allah. Jina lipi hili? Ni jina linaloitwa Al-Muhaimin. Jana tulisoma jina Al-Mu'min. Leo tunakwenda kusoma jina Al-Muhaimin. Hili jina Al-Muhaimin utalisoma mara 145. Litakwenda kukuzindua katika jambo lolote linalotaka kutokea. Wallahi utastafidi na utaona maajabu juu ya Allah. Jina hili linapatikana katika sura ya 59 aya nambari 23. Pale Mwenyezi Mungu aliposema wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu.
hili jina Almuhaiminu ndilo litakalokwenda kukuzalishia faida hizi ambazo tunazozizungumza leo. Je, jina hili utalisomaje? Jina hili utalisoma kama ifuatavyo. Hakikisha kila unapomaliza swala utarudi pembeni, utakaa, utaswali rakaa mbili. Swala zozote zile, swali rakaa mbili baada ya kumaliza swala, kisha utaanza kulisoma, utamswalia Mtume mara 145 kwa kusema Allahumma swali ala Muhammad ya Rabbi swali alayhi wasallim mara 145, alafu utalisoma jina hili ya Muhaimin mara 145. Utakuwa unasema ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin mara 145. Kisha ukishamaliza 145 ya Muhaimin mara 145, endelea na shughuli zako. Tia nia, mwambie Mungu, ya Rabbi, na kuomba unipe hichi ambacho kinachotekelezwa na jina hili. Wallahi utakuwa ni mtu mwenye akili kali sana ya kuweza kutambua kitu chochote kinachotaka kutokea mbele yako utakijua. Lakini pia utaona mambo ya siri kupitia ndoto yako, lakini pia utakuwa na tabia, utaondosha tabia za kusahau katika maisha yako. Sasa inawezekana pengine wewe ni askari polisi au wewe ni mtu unafanya kazi yoyote, lakini unahisia tu. Askari polisi unaweza ukaenda kumkamata muhalifu, lakini hisia zako zikakwambia huku hayupo. Ukafika sehemu hisia zako zikakwambia yupo hapa, utakuwa tu kuna mazingira kajificha, na ukapekua kweli mpaka ukampata. Au unapekua kitu kibaya, hisia zako zikakwambia hapa kipo, na kweli ukakipata. Hizi ni dua za hisia, ndugu zangu, lazima tuzifanye ili tuishi katika mifumo mizuri ya kihisia. Hilo ndilo jambo muhimu na ndilo jambo zuri sana. Kwa hiyo maelekezo yake ni kama hayo kwa kuisoma dua hii. Ninaomba inshallah twendeni tukaisome dua hiyo ili tuweze kupata mifumo ya hisia na tuweze kuondosha usahaulifu katika vichwa vyetu, na vile vile tuweze kupata siri katika ndoto zetu inshallah. Siri za matukio mbalimbali ni kuisoma dua hii mara 145 unapomaliza swala, lakini pia mara 145 utaisoma katika salatu ala nabi, utamswalia Mtume mara 145, na kisha utaisoma jina hili mara 145. Hapo utakuwa umemaliza kila kitu. Nafikiri paka hapo mtakuwa mmenielewa. Mwisho kabisa, naomba nikumbushe lile zoezi letu la usajili wa watu ambao wanatakiwa waingizwe kwenye dua ya mwaka mpya wa Kiislamu. Tumesema dua hii tutaifanya kwa watu wote, ila tutakuwa na bukhuri za watu ambao watakaokuwa wamelipia bukhuri zao. Hawa wao watapata bukhuri zao, watazipata bukhuri zao vizuri kabisa. Tutawatumia bukhuri ambazo zitasomewa dua kisomo, na kisomo hichi tukasema kitasomwa katika zile bukhuri juu ya kila sura na mtu wake, na kila mtu na sura yake itasomwa katika bukhuri zenu insha Allah. Sasa basi, tulisema kwamba gharama zake ni 50,000. 50,000 kwa kila bukhuri moja. Ni bukhuri za ajabu sana, wallahi ni bukhuri za ajabu. Zitumieni muone manufaa na mafanikio yaliyokuwa bora kabisa insha Allah katika mifumo hii ya kidunia. Bukhuri hizi zinaweza kuleta riziki, zikaondosha nuksi katika biashara, zikaondosha mikosi katika mwili wako, zikaondosha mabalaa. Inshallah bukhuri zipo na zitapatikana baada ya kisomo chetu cha mwaka mpya wa Kiislamu. Lakini malipo kuanzia sasa tunaruhusu mtu yoyote aanze kulipa
kwa kuzisubiria zile bukhuri zetu zitakapoanza kusambazwa insha Allah. Bukhuri hizi zitakutoa shida, zitakutoa katika dhiki, zitakuondoshea nuksi na mikosi na mabalaa, kwa sababu ni bukhuri zinazosomwa kupitia visomo vyetu vya Qur'ani inayoendana na majina yetu. Sasa insha Allah, naomba yoyote, nafikiri hapa nakumbushia tu, lakini matangazo mazuri, maelekezo, kila kitu tulikwisha yatoa katika video zetu za nyuma. Sikiliza video za nyuma, utapata mifumo kamili ya hizi bukhuri, lakini hapa ni kwamba nakumbusha tu insha Allah. Mwisho kabisa, usiache kusubscribe, usiache kushare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.